tunayasikia, lakini tunapaswa kuyaishi, si ndivyo? Yale ya msingi ambayo tunaongelea unyeti wa taasisi yetu, ikiwa hatupendani kwenye taasisi, hatushirikishani, na umapenzi kwenye taasisi ndio hayo ya kukaa kwenye vikao rasmi badala ya kuongea kwenye korido kule, tukaitishana kwenye vikao vya idara, vikao vya vitengo, vikao vya section na kadhalika na kadhalika. Kimsingi mkapata fursa ya kuwa wazi na kujadiliana yanayowahusu, na hata pale mnapokuwa mna mawazo tofauti, basi mkajadili na mkakubaliana tofauti zenu, au mkakubali namna ya kuboresha tofauti zenu. Hilo linakuwa ndio kiashiria kikubwa cha kwamba nyinyi mnapendana. Ndugu zangu, naamini mnafahamu kuwa jukumu lenu la msingi ni kutoa huduma za usajili na utambuzi wa watu pamoja na kutoa vitambulisho vya taifa kwa wananchi wote wanaoishi hapa nchini Tanzania wenye umri wa miaka 18 na zaidi, lakini imeelezwa kwamba tayari mmeshaanza zoezi lile la kuanza kutambua pia wale ambao wanazaliwa mpaka kufikia miaka hiyo 18. Basi mnapotekeleza majukumu hayo, tekelezeni majukumu hayo kwa weledi, maarifa na uadilifu wa hali ya juu, kwani mnafahamu, na mwenyekiti amesema, mkilifanya hilo jukumu vizuri, mtakuwa mmechangia kazi inayofanywa sio tu na wizara yetu, lakini na mamlaka nyingine za ulinzi na usalama wa taifa letu. Hawa wakimbizi tuna aina 3 za vitambulisho. Nafikiri kuna wakazi ambao unakuta watu wamekuja kufanya kazi labda mashirika mbalimbali, tunawapa NIDA kwa ajili ya kupata zile huduma, lakini tuna wakimbizi, kuna walowezi na kitambulisho cha kawaida. Kwa hiyo mara nyingi sasa imekuwa ikitokea kuna mtu mwingine anakuja katikati, si mwaminifu, anasema mimi ni raia wa Tanzania, alikuwa mkimbizi, ametoka Kigoma kakimbia Dar es Salaam, ameshajua Kiswahili, na baadhi ya watendaji wenzetu ambao si waaminifu, wenye vitu vya serikali za mitaa, wanaoidhinisha kwamba ni mtu tunayemfahamu, wengine tumeoleana na wengine wana pesa. Sasa tukapoanza kusajili watoto wadogo, ina maana na tunaposajili, bahati nzuri sisi kwa NIDA hatukupi kitambulisho bila kuwa na fingerprints, na kwa watoto wadogo tutatumia kiganja, simeta ni nyayo ambayo ni accuracy. Kwa hiyo maana yeyote katikati pale hawezi akaingia na kusema mimi natafuta NIDA, ulikuwa wapi? Maana kawaida tunasajili kutoka mtoto mdogo. Kiusalama itatusaidia, lakini pili itasaidia pia kuweza kujua, serikali itakuwa na takwimu. Hata kama kwenye sensa tunataka kujua watu wenye umri, watoto wa miaka 6 wako wangapi, mmoja utakuja NIDA, watu wa miaka 12 wako wangapi. Hata utoaji wa huduma itakuwa ni rahisi kuweza kupata takwimu.